Mungu, asante kwa ajili ya asubuhi tena. Asante kwa ajili ya siku hii. Sifa na utukufu na heshima ni kwako, kwa ajili ya watu wako wote ambao tayari wamewekwa katika nyumba ya Bwana na wengine tayari wamesimama kwa ajili ya maombi. Jina lako libarikiwe kwa sababu ya heshima hii tunayempa Mungu wa mbinguni. Heshima hii sio ya mchungaji, heshima hii sio ya mtu yeyote, bali ya Mungu tunayemwabudu. Na kwa sababu ya heshima hii Yehova, tunakuja tena kwa unyenyekevu, tukipenda kusikia kutoka kwako, maana mtu mmoja amesema kumjua Bwana ni chanzo cha maarifa. Hebu tupe neema ya kukujua zaidi, na jinsi ya kukujua ni kujifunza kuhusu wewe. Na tunachukua tena muda kuja mbele zako kujifunza. Tunaomba utufundishe, na watu wako tuko tayari kusikia. Kwa jina la mtakatifu Yesu tumeomba. Amen. Tuseme amina. Amen. Naomba tukae. Onyo juu ya hukumu. Onyo juu ya hukumu. Nasoma Injili ya Mathayo sura ya 7. Onyo juu ya hukumu, Mathayo sura ya 7 mstari wa kwanza hadi wa 5. Msihukumu, msije mkahukumiwa ninyi. Kwa hukumu ile ile mhukumuyo ndiyo mtakayohukumiwa, na kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako, na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe uiangalie? Au utamwambiaje nduguyo, niache nikitoe kibanzi katika jicho lako, na kumbe mna boriti ndani ya jicho lako mwenyewe? Mstari wa 5 ni mkali sana, na wakati mwingine tunasoma mistari hiyo kwa tahadhari. Mnafiki wewe, itoe kwanza ile boriti katika jicho lako mwenyewe, ndipo utakapoona vyema ukitoa kile kibanzi katika jicho la ndugu yako. Bwana asifiwe. Amen. Tunaona Bwana Yesu katika mafundisho yake ya mlimani, moja katika mafundisho muhimu sana ya kuhusika na tabia njema na mbaya za wanadamu ni hili katika Mathayo sura ya 7. Wanadamu wote tunaishi maisha ya kutoa hukumu katika maeneo mbalimbali. Na nataka niseme hivi, labda wakati mwingine watu hawaelewi maandiko, kwa sababu hata juzi nilipotuma ile andiko kwenye mitandao, watu wengi sana wamefurahia, wakiwemo ndani na nje ya nchi, like zao naziona na kadhalika. Lakini naelewa kuna watu wanawaambia watu usihukumu ili kuficha matendo yao mabaya. Hebu jaribu kuwaza, mtu ni mwizi, alafu anatuambia msihukumu msije mkahukumiwa. Mtu ni kahaba, anatuambia msihukumu msije mkahukumiwa. Yesu hakuwa na maana hiyo. Yesu kama angekuwa na maana hiyo, asingekuwa na haja kuifia dhambi. Yesu aliposema msihukumu msije mkahukumiwa, anakupa tahadhari kuanzia maamuzi yako, kauli zako, mitazamo yako juu ya watu wengine. Kwa sababu hakuna mtu anayemjua mtu mwingine zaidi ya mtu yeye mwenyewe. Lakini kuna baadhi ya watu huwa wanajiweka katika kujifanya wanawajua sana watu kuliko maisha yao. Sasa huwa wanasahau hali zao walizonazo, alafu wanataka kushughulika na hali za watu wengine.
Na mfano mzuri yule ambao Nathan anatupatia kuhusu Daudi. Nathan alimwendea Daudi, akamwambia Daudi, wewe ni mfalme, mimi ni nabii, lakini nimekuja, kuna tatizo katika ufalme wako. Akasema tatizo gani? Daudi alikuwa ni mtu mwema anayewaheshimu watumishi wa Mungu, ni mfalme mzuri. Na siku yoyote ukipata rais, mfalme, waziri mkuu au makamu wa rais au kiongozi yoyote anayemcha Mungu, unapaswa kumpa Mungu utukufu na shukrani. Kwa sababu si wengi katika watu wenye nafasi hizo anayemcha Mungu. Kwa hiyo Daudi alikuwa ni miongoni mwa watu anayemcha Mungu kikweli. Kwa hiyo Nathan alipoingia nyumba la mfalme na kumwambia kuna tatizo kwenye ufalme wako, Daudi akakaa vizuri akasema, nataka kusikia tatizo gani? Sema hilo tatizo. Nathan nabii akafungua kinywa chake akamwambia, Bwana, kuna mtu mmoja kwenye huu ufalme wako ni tajiri sana. Ana ng'ombe, ana kondoo, ana mbuzi, ana mashamba, ana mali nyingi mno. Ni tajiri wa kutupwa. Hana ambacho kinaweza kutajwa afu yeye asiwe nacho. Sasa kwenye ufalme wangu ndipo. Lakini cha kushangaza, mtu huyo ametembelewa na mgeni. Na alipotembelewa na mgeni, baada ya kuchukua mbuzi wake au kondoo wake au ng'ombe wake amchinjie mgeni, akamtafuta masikini mmoja kwenye ufalme wako huu ambaye akakondoo haka kamoja, akaamua kukachukua kale kakondoo akaenda kumchinjia mgeni wake, na akamwacha yule maskini mikono mitupu. Daudi akasema, kama roho yangu iishivyo na kama Bwana aishivyo, huyo mtu atauawa leo. Umesikia hiyo? Umesikia hiyo? Mfalme mwenye haki anataka kushughulikia haki. Nathan akamwangalia akamwambia, mtu huyo ni wewe. Sasa mimi nimechoka na sasa. Ndio wewe una wake kibao hapa kama mfalme, na hujazuiliwa kuoa mwanamke mwingine yoyote. Kipindi kile kulikuwa kuna sheria ya mke mmoja, walikuwa wanajiolea tu, ingawa mwanzo ilikuwa hivyo. Biblia inasema walijivuruga hapo katikati. Kwa hiyo akamwambia, ulikuwa na haki kupita mipaka yote ya Israeli au dunia yote ukapata mke. Kwa nini umekwenda kumchukulia Uria mkewe ambaye ana mke huyu mmoja? Daudi akaanguka akaanza kutupa. Sasa hilo ndio tatizo. Kumbe Daudi yuko tayari kumhukumu mtu ambaye anamnyang'anya mke wa mtu, lakini hayuko tayari kujihukumu mwenyewe wakati anamnyang'anya mke wa mtu. Kwa hiyo Yesu anaposema msihukumu msije mkahukumiwa, kwa sababu anatambua tabia ya haraka tulizo nazo katika kuchukua maamuzi, katika kushitumu watu, katika kunyoshia watu vidole bila ya kuangalia kwa undani hali zetu wenyewe. Lakini andiko hilo halizuii mtu kuwahukumu watu wanastahili hukumu, kwa sababu Yesu anachosema, ili uwahukumu watu, ondoa kwanza boriti kwenye jicho lako. Yaani hakikisha kwamba katika eneo hilo wewe huna tatizo. Sasa ndipo uweze kuwaonya wengine, ndipo uweze kuwahukumu wengine, ndipo uweze kuwaelekeza wengine, ndipo uweze kuwaambia wengine. Lakini sio ni mtu ambaye unawezekana katika eneo fulani uko vizuri, eneo lingine uko vibaya. Labda nitoe mfano kwetu sisi watumishi wa Mungu. Kabla tujamwambia mtu omba, lazima sisi wenyewe pia tuwe tunaomba. Kabla tujamwambia mtu funga, lazima sisi wenyewe pia tuwe tunafunga. Kabla tujamwambia mtu toa zaka, lazima sisi wenyewe tunatoa zaka. Yaani Yesu anatusema usinyoshe kidole kwa mtu kama una tatizo ambalo na wewe unataka kunyoshewa kidole.
Lakini anasema mnapaswa kuwa makini sana katika kutoa hukumu, kwa sababu ukitoa hukumu isivyo kustahili, wewe pia utahukumiwa. Na sisi ni mashahidi. Usidhani kwamba hao ambao wanatoa hukumu kisheria hawafanyaji makosa. Huwa wakifanya makosa na wao pia wanahukumiwa, na hataenda jela, kwa sababu ni lazima kila mmoja aishi katika mpango aidha wa kikatiba, aidha wa kimungu, vile ambavyo amechagua. Lakini asubuhi ya leo tunazungumzia jambo la muhimu sana, ili kutusaidia sisi kwenye maisha yetu ya kiroho na kuwasaidia wengine kwenye maisha yao. Kuna mambo mawili ya kuyaangalia. Jambo la kwanza, hukumu zinazokataliwa katika Kristo. Hukumu zinazokataliwa katika Kristo. Kuna aina nyingi za hukumu Biblia inatuzuia sisi kuhukumu kwa mtindo huo. Lakini hapa nimechukua kubwa 5 ambazo nao utapaswa kuziandika na uzizingatie. Nimechukua kubwa 5. Hukumu zinazokataliwa katika Kristo. 1, hukumu ya macho. 2, hukumu ya upendeleo. 3, hukumu ya haraka. 4, hukumu ya kimwili. 5, hukumu kali. Tumeelewana? Nimechukua hizo 5, lakini ndani yake hizo 5 unaweza kupata vitawi na vitu vidogo vidogo, lakini hizi 5 ni muhimu sana kuzizingatia. 1, hukumu ya macho. 2, hukumu ya upendeleo. 3, hukumu ya haraka. 4, hukumu za kimwili. 5, hukumu kali. Sasa twende tusome maandiko. Ya kwanza katika hukumu ambazo Yesu amezikataa na amelizuia kanisa, hukumu inaitwa hukumu ya macho. Yaani unawahukumu watu kwa sababu ya macho yako na mtazamo wako kwenye ubongo wako. Kwa mfano, ukienda kama mikoa kama ya Shinyanga kule Mwanza, wakimwona tu bibi ana macho mekundu, mchawi. Hajui wengine wana macho mekundu ndio maumbile yao. Wengine na macho mekundu wanapuliza sana moto. Wengine na macho mekundu kwa sababu mwili umeshachoka. Lakini kuna hukumu zile za macho. Yaani mtu anamhukumu mtu kwa hisia yake, kwa macho yake, jinsi anavyomuona. Sawa, unaweza kuongozwa na roho kumjua mtu, lakini lazima uepuke kuhukumu watu kwa sababu ya macho. Sio kila anayevaa nguo zinazoacha mwili wazi ni kahaba. Huenda tu alizaliwa kwenye familia ambayo wanavaa ovyo, hawajui mifumo mizuri ya kuvaa. Kwa hiyo wanavaa ovyo tu. Na yeye mtoto kakulia hivyo, kwa hiyo unajikuta tangu utotoni kazoea kuvaa nguo fupi, makwapa nje, maziwa nje, makalio nje, kama ni mwanamume mlegezo. Kakuta hivyo tu anaishi hivyo. Lakini unaweza kukuta hata usinzi afanye. Wala sio mpenda mwanamume, wala sio mpenda mademu. Wapo watu wa namna hiyo. Kwa sababu amezaliwa pengine kwenye jamii ambayo yani kuvaa hivyo. Kwa mfano, watu wengine wameishi Marekani wanafahamu, umeishi Ulaya wanafahamu. Mtu yani unakuta mtu kavaa kingo chake kwa hapa, wala hana hata mawazo kwamba kuna ukahaba, kuna nini. Yani kakulia mazingira hayo. Lakini wewe ukimwona tu malaya, muone usifanye haraka. Ukiona tu wanaume wawili wameshikana, wewe unafikiri kuna kitu hapo, moja shoga gay tu. Kwa siku hizi mpaka sasa nchi imefikia sehemu sheria ya kwenye majumba ya kulala wageni, hamruhusiwi kulala chumba kimoja watu wa jinsia moja, wanaume wawili wanawake wawili.
Na wakati mwingine umetembea na mtoto wako, lakini sisi wengine tunazaa watoto warefu. Unakuta mtoto wako anakaribiana na wewe, lakini unaambia mpangie chumba chake. Kama mwelewi. Kwa sababu kuna wanawake wanasagana, kuna wanaume wanaingiliana. Sasa na wewe unaweza kuchukuliwa tu ghafla, ukajikuta ukiwaona tu watu na fulani, tayari umeingia katika kuhukumu kwa macho. Yesu aliwaonya Wayahudi katika Injili ya Yohana sura ile ya 7 mstari wa 24. Yohana 7:24. Basi msihukumu hukumu ya macho tu. Umesikia hivi? Na hapo pia azui hukumu, tutaona mbele kidogo. Anasema msihukumu hukumu ya macho tu. Mwingine ni mdada, kila ukikutana naye anavaa nguo za ovyo ovyo, lakini ndio azonuliwa na mama yake. Na hawezi hata kumwambia mama yake, unajua mimi hizi nguo sizipendi. Akisema tu vibao kwenda mbele. Na tusi kwenda mbele. Na ulokole wako na ule mchungaji wako, wote ni anatutukana mpaka sisi. Kama mwelewi. Kwa unakuta binti au kijana inabidi aje hivyo tu. Yesu anasema katika Injili ya Yohana sura ile ya 7 mstari wa 24. Msihukumu hukumu ya macho tu, bali ifanyeni hukumu iliyo ya haki. Narudia tena, Yesu akatai watu kuhukumiwa. Lakini anasema isiwe tu macho. Lazima utulie. Lazima ufanye uchunguzi. Lazima ugundue, ndipo sasa utoe hukumu. Kwa hiyo Yesu, Biblia, kanisa na Mungu tunayemwabudu kupitia Roho Mtakatifu anakataa hukumu za macho. Mchungaji, nimeona foro. Walikuwa wanafanya nini? Mchungaji wafanye nini wale wazinzi tu? Usihukumu hukumu ya macho. Kwa nini tunasema hivi? Biblia inasema wale tunaowagundua wana tabia mbaya tunawashughulikia. Lakini wale ambao hatuwezi kugundua kwa tabia zao mbaya, Biblia inasema Mungu atawashughulikia. Kwa hiyo wakati mwingine hatujisumbui sana na watu wenye matabia mabaya. Kwa sababu yupo Mungu aliyewaumba, atawashughulikia. Angeweza kuwaua siku ya kwanza tu, zilipotungwa mimba zao zingeharibikia matumboni huko, wasingezaliwa. Lakini akawapa nafasi, wakazaliwa, wakakuwa, wanafanya wanayafanya, wasidhani hayuko Mungu wa mbinguni. Yuko Mungu wa mbinguni. Lakini sisi watu ambao tunamjua Mungu tuwe makini. Kwa mfano, nilipotuma ile handbill kwenye WhatsApp inaonyesha tutakuwa na maadhimisho ya miaka 20 tarehe 1 mwezi wa 11. Mmoja wa mpendwa hapa kanisani akatafuta kapicha fulani kameandikwa gifti, akatuma. Na kuna katoto pale kanashangilia. Mimi kila nikiangalia nikawa sijaelewa. Kwa hiyo kabidi muandikie yule mpendwa kupitia group pale pale, mpendwa, unamaanisha nini hii picha? Nilimtaja na jina. Kwa bahati mbaya mpendwa mwingine kabla hajafafanuliwa picha inamaanisha nini, yeye kalipuka. Walokole tupaswa kuwa hivyo sina nini. Baadaye mpendwa akasema, mchungaji, mimi nimetuma hiyo kuonyesha na shangilia kuhusu hii program inayokuja. Na ukiangalia imeandikwa pia gifti. Tunaelewa. Lakini tayari kuna mpendwa huyu alishatoa hukumu ya haraka. Hiyo nitazungumza baadaye. Kwa hiyo jambo la kwanza, hukumu ya macho inakataliwa. Jambo la pili, hukumu ya upendeleo. Kitu kile kile akifanya mwanao amevunja chombo, usemi neno. Lakini akifanya mfanyakazi na mkata mshahara, acha unafiki huo. Mkata mshahara na mwanao. Akivunja chombo mwanao sasa, mwanangu naona sasa umekuwa hata vyombo unajua kuvunja siku hizi. Akivunja mfanyakazi, mtoto ambaye hujamzaa, unaanza kumshindilia mangumi, mabao, ukome. Piga wa kwako.
Usimpige yule kwa sababu unampiga mama yake hayupo, baba yake hayupo. Wangekuwepo usingempiga kwa sababu wewe mnafiki. Mama yake na baba yake wangekuwa hapo, umpige tuone. Mpige mwanangu mimi mbele yangu. Jaribu. Hata kama akakosea, niachie. Wewe nijulishe. Sio kujifanya unarusha vibao, unarusha mateke. Utasikia naye ushawekwa chini. Alafu sasa itabidi ujiulize maswali, nani kaokoka, nani hajaokoka? Sisi lazima tuwe makini. Mungu atufundishe. Ndio maana anasema unapopenda utendewe na wewe watendee watu. Lakini watu wengi tuna hukumu za upendeleo. Mimi namuomba Mungu usiku na mchana, mimi ni kiongozi wa kiroho. Kuna kesi nyingi kanisani. Namuombaga Mungu anisaidie nisiwe na upendeleo. Na tena wakati najitahidi sana kukaza kwa watu ambao wanaonekana kama wako karibu na mimi. Kwa sababu unajua hapa ndio kwenye hatari yenyewe. Unaweza kwenda jehanamu kwa sababu ya kushindwa kwa hukumu wao. Hatupaswi kuwa na upendeleo. Biblia inasema upendeleo udanganya. Kuna hadithi moja niliipata na najua ni ya kweli. Kulikuwa na watoto wawili kwenye familia moja. Mmoja ni mtoto aliyekuja kwenye familia kwa sababu ya matatizo, na pia alifiwa na wazazi wake. Kwa hiyo huyu mama na huyu baba wakamchukua huyu akae na wenzie. Kwa hiyo wote hawa ni watoto ndugu, lakini hawa wamezaliwa na wazazi hao. Hawa wengine hasa huyo mwingine yeye kaja. Sasa kilichotokea ni nini? Kilichotokea, kila kazi anatumwa huyu ambaye kaja tu kwenye familia. Kupika yeye, si kufanya nini yeye, kila kitu yeye. Kwa hiyo kwa miaka mingi akaishi kwenye mateso. Huyu mama akijaribu kumtesa na kumwacha nani? Mwanae. Sasa watoto wote wakakuwa. Walipokuwa watu wazima, sasa na wao wanataka kuanza maisha. Ikatokea sehemu interview. Na ni kazi nzuri. Wakajulishwa na huyu mzazi wao kwamba nyote mmesoma, sasa nendeni kwenye interview. Walipofanya interview hii ya theory, wakafanya wote wakafaulu. Lakini sijui kilitokea kitu gani, boss akaanza kuuliza baadhi ya interview zingine. Akasema nani katena anajua kupika? Sasa yule mmoja hajui kupika. Nani katena anajua hichi? Akauliza karibu mambo matano. Yule aliyekuwa anateswa yote anayajua. Huyu aliodekezwa hajui, akakosa kazi. Sasa aliporudi nyumbani yule mama hata kumpongeza yule mwingine hawezi. Moyo mzito. Mateso yake yamegeuka kuwa baraka zake. Sema amina. Amen. Sema amina. Mwambie mtu fanye nitese kwa ajili ya kwenye baraka yangu. Mateso Mungu ayageuza kuwa baraka. Baadaye yule kijana sasa akapanda sana kimaisha. Hawa wakaendelea kuwa mizigo kwa wazazi wao. Ukimdekeza mwanao atakuwa mzigo kwako. Watoto wako wanakuwa na watoto wengine, wafanye kazi wote. Kama kupika wote, kama ni kuosha vyombo wote, kama ni kufagia wote. Sio mtoto wako analala mpaka saa 5, watoto wa wenzako ndio unawaamsha. Saa 11 hamjaamka, yatazame mara kona gani? Haya vyombo. Wewe unatengeneza madudu tu kwenye yani hata utengenezi watu. Unatengeneza minyama tu duniani hapa. Kwa sababu mtoto wako itakuwa kama minyama tu, kwa sababu haielewi kitu kama mitutusa tu. Ipo tu. Hakikisha watoto wako wale ambao mmepata nafasi ya kukaa na watoto wa ndugu zenu, watoto wa watu ambao wanawasaidieni kazi, jitahidini sana kuishi kwa kubalance. Amen. Usiwe mtu mwenye tabia ya upendeleo, kwa sababu utajiharibia mbele za Mungu na katika jamii. Katika Yakobo sura ile ya 2, Yakobo sura ya 2 mstari wa 1 anasema, ndugu zangu, imani ya Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana wa utukufu, msiwe nayo kwa kupendelea watu. Msiwe nayo kwa kupendelea watu. Mstari wa 9. Bali mkiwapendelea watu, mwafanya dhambi, na
kuhukumiwa na sheria kuwa wakosaji. Hukumu za upendeleo, sheria itakuhukumu, Mungu atakuhukumu, waamuzi watakuhukumu kwa sababu ya upendeleo. Lazima tujitahidi kuepuka tabia ya upendeleo. Unaweza kuwa hata na watoto wako mwenyewe kabisa uliowazaa, lakini mmoja ana akili zaidi kuliko mwingine, mmoja mnyenyekevu kuliko mwingine. Unajikuta moyo wako wote kila kitu, mpaka baba anasema huyu ndio kipenzi cha baba, baba anasema huyu ndio kipenzi cha mama, ndio anafichua kila kitu. Sio sawa. Mpigie mchungaji makofi amesema amina. Sio sawa. Lazima sisi tuelewe ni watu wa Mungu. Kwa hiyo lazima tujue jinsi ya kuweka uwiano. Hata kama huyu hayuko vizuri, tunachukuliana naye ili tumpandishe na yeye sawa na wenzie. Tunamwombea afike kwa wenzie. Kwa sababu kuna baadhi ya watoto walianza shule vibaya. Ghafla imetokea huko katikati Mungu aliwabadilisha, wakaja kuwa bora sana madarasani. Na kuna baadhi ya watoto walianza vizuri, wakaja kumaliza wakiwa wabovu sana darasani, wakiwa hawaelewi mpaka unashangaa. Sasa lazima uwe makini. Na mimi ninachowaambia, nawaambia kitu cha kweli. Mimi nililelewa kama yatima. Nimelelewa mimi kama yatima. Wako baadhi ya ndugu zangu, kama mama yangu ipo katika ibada anajua. Wako baadhi ya ndugu ambao walikosa ufahamu. Hawakutuchukulia kama baadaye tutakuwa na sisi watu. Maana kipindi kile hatukuwa watu, tulikuwa watoto. Na kwa watu wengine watoto sio watu. Umeelewa? Kwa hiyo walitunyanyasa, walituonea, waliwapendelea wale walioonekana kwamba wana mchango fulani. Lakini hatimaye kibla kigeuka. Wale ambao uliwaonea, wale ambao ukudhani si kitu, ukadhani si kitu, ndio Mungu anawainua. Na sisi kwa sababu tumempa Yesu maisha yetu, hatuwahukumu vibaya. Lakini kuna wakati matendo yetu yanawahukumu kwa yale waliyotutendea wao. Kwa hiyo hata kama unakaa na katoto ka mtu, kaangalie kama katoto ambako baadaye katakuwa mtu mzima wa kutegemewa. Usikaangalie kama kitu ambacho katazidi kuwa dhaifu. Unajua wakati mwingine hata ujiangalie. Wewe leo una miaka 30. Huyo binti unaokaa naye ana miaka 15 ama 20. Maana yake utaanza kuzeeka kabla ya yeye. Yeye hata ukifika uzeeni unaugua. Ukiishi naye vizuri, uone kama anaweza kaacha hata mji wake kuja kukuuguza. Mbona watu fikirii sana, tunafikiria tu leo. Wakati wa kuugua kwako utahitaji watu wa kukuhudumia. Na sasa kama uliishi na watu vibaya, hakuna mtu atakayejitoa kuja kukuhudumia. Lakini kama uliishi na watu vizuri, watu wataacha nyumba zao, watakuja kulala na wewe hospitali, watalala na wewe nyumbani kwako wakati ambapo umezeeka, wakati ambapo umeugua, wakati ambapo uwezi. Niliambiwa na mtu mmoja juzi kwamba kuna jamaa mmoja alikuwa akipita barabarani. Watu wanaonekana wahuni wa kutabange nini, wasalimii. Kwa sababu ni mtu kafanikiwa na nini anapita. Yeye hata kuambia mambo vipi hawaambii. Hawaambii chochote. Yeye anapita. Na wahuni wajua wao ni wahuni. Ukiwachukulia wao wanakula bati. Kwa sababu wale ni wahuni. Wale ni wahuni. Muhuni tu. Ukisoma kwenye kamusi unajua muhuni ni nini. Sasa siku moja bwana anapita eneo lile lile akadondoka ghafla. Kumbe pressure sio ya matatizo. Wahuni wale ndio wakambeba. Wakampeleka hospitali. Wakasimamia mpaka anazinduka. Alafu wakaenda zao. Alipopona sasa ndio akaanza kuuliza ilikuwaje. Anasema kumbuka nilikuwa eneo fulani, kuanzia hapo sikumbuki tena. Ndio akamwambia pale podondoka wale waliokubeba fulani. Ndio akajigundua kwamba ni wale watu ambao walikuwa hawasalimii. Kumbe hata wewe unemwona kwamba afai anaweza kuwa na thamani siku fulani. Umegongwa na gari au na bodaboda, wauni unakuwa wa kwanza kuwasaidia watu. Ingawa sometimes wanaweza kachukua na simu yako, wanaweza kachukua na hela yako, lakini at least wanaweza kufikisha hospitali.
kwa sababu siku itapatikana afya. Kwa hiyo lazima ujiepushe kuwa na tabia za upendeleo, kujifanya ni mtu wa jamii fulani wewe hata kuipa salamu utaki. Epuka tabia hizo. Jambo la tatu, hukumu za haraka. Ukisikia tu jambo unalipuka kama Daudi, huyo mtu lazima uawe, kumbe mtu mwenyewe ndio wewe. Kama nilipotolea mfano ndugu yetu ambaye alituma ile clip ya Shango, mmoja katika wana group naye haraka toka kurupuka, na mimi nilimuonya nikamwambia usifanye haraka, nikamwambia usihukumu kwa haraka, usihukumu kwa haraka. Na baadaye kweli yule ndugu baada ya masaa matatu mangapi akatuma message ya ufafanuzi kwamba tuaje samani, lakini nimetuma hiyo nikishangilia hii kazi unaifanya. Umeona sasa? Mwambie jirani yako acha tabia ya hukumu za haraka. Unafika nyumbani unakuta mboga imeliwa. Na wengine tuna tatizo sana kwenye nyama. Mboga majani ikiliwa hata tusemaji. Wewe ukitaka mama yako asikupige akiweka tembele kula lote, hata utaulizwa. Tena yule atakupongeza. Mboga mmemaliza ongea kwa mboga za majani. Sasa kula nyama. Sio ndio inatokeaga hapo. Hii nyama kana nani? Sasa watoto wanaanza kurushiana mpira. Fulani. Tayari mama anainuka na fimbo yake. Wewe ndio umekula. Na watoto wengine wanajua sio wasemaji sana. Unamkunyuga. Yule mwenzake anaangalia anajisikia uchungu. Baada ya kusema mama mimi ndio nilikula. Kwa sababu watoto wao ni ndugu. Mimi naonaga katika unataka kumchapa huyu unakuta anajisikia vibaya yeye kwa sababu unamchapa. Na mmoja wa watoto zangu huwa yeye ajali anakuja kusema baba mwache bwana. Unaona mwache baba mwache. Unaona? Sasa unaona ile clip kutoka kule Kenya, yule binti alilazimishwa na mama yake aseme kwamba baba yake amembaka na baba yake yuko jela mpaka leo kule Kenya. Lakini sasa binti amekuwa amesema kitu ni uongo. Usihukumu kwa haraka. Usiwe na papara. Ukisikia jambo tulia, tafiti, uliza. Lakini pia ukumbuke kuna watu wabaya mambo huwa wanayafanya, lakini wanayafanya kwa kufichamana sana, wanaficha sana ushahidi. Sasa ukikurupuka hata kikuuliza ushahidi uko wapi una, lakini ukiwa mtulivu ukifuatilia taratibu unakuwa na ushahidi wote. Nakumbuka hata siku moja pale nilimwita binti mmoja nikamwambia umefanya 1 2 3. Alikataa. Lakini baadaye ikabidi mwenyewe akubali. Na ndio kitu ninachokifanya. Huwa najitahidi nipate ushahidi. Na ukiona kuuliza kitu juu na ushahidi. Usiseme kuuliza bure. Hatutaki kufanya haraka. Tunaogopa tusiye tukawatendea isivyo watu wa Mungu. Na wewe pia usifanye haraka. Katika Timotheo wa kwanza sura ile ya 5 mstari wa 21. Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 21. Biblia inasema na kuagiza mbele za Mungu. Mwambie jirani yako na kuagiza mbele za Mungu. Na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu na mbele za malaika wateule. Paulo ni mtu hatari. Anamwambia na kuagiza kwanza mbele za Mungu, alafu pili mbele za Kristo Yesu, alafu tatu mbele za nani? Nataka uchukue hilo neno Mungu anasema na wewe. Sasa mimi nasema hivi tofauti kidogo. Na kuagiza mbele za Mungu, na kuagiza mbele za Kristo Yesu, na kuagiza mbele za Roho Mtakatifu, na kuagiza mbele za malaika wa Mungu na mbele ya kanisa la Mungu hapa. Na mbele ya kanisa nini? La Mungu. Anasema uyatende hayo pasipo kuhukumu kwa haraka. Amen. Uyatende hayo ndio kuagiza, lakini usihukumu kwa haraka. Usiwe na papara. Usipapalike. Hela yako imepotea ndani.
jamani hakuna mtu yoyote humu, ni huyu mchungaji, nani atakuwa amechukua, ni huyu tu. Kumbe panya alipita akaivuta uvunguni. Siku unaiona ile fedha na ushamjibu mtu vibaya, matokeo yake hata kusema na yule mtu kumwambia na inaonekana uwezi. Na hilo lilitokea hata hapa kanisani siku moja. Kuna mtu alipa sadaka yake shilingi 300. Nikakaa nazo pale sebuleni. Baada ya hapo nikaa nimeziweka kwenye mfuko wa tracksuit. Nikatoka nje kumsindikiza mtu. Sijui kilichotokea, lakini sikukumbuka tena kama nilikuwa na hela. Baada kama siku 2-3 ndio kumbukumbu inajia kwamba kuna mtu alinipa bahasha ina hela. Namuuliza mke wangu, zile ziko wapi? Tukaanza kuulizana, kila mtu akasema hajui. Basi tukaacha hivyo. Labda fulani sijui, tumuulize fulani sijui, tumuulize fulani sijui. Kwa hiyo tukaacha hivyo. Baada ya miezi 3-4 mke wangu anakwenda jalalani, anataka siku kumwaga takataka sio nini. Katika kusogeza takataka akaona bahasha imeloa sana, ina mafuta. Alipoipekua hivi, ile bahasha ikamwagika zile hela. Zikaokotwa 300 zile. Zimechafuka. Hapo nje. Baada ya miezi 3 au 4. Zina harufu ya takataka zote zinatupwa pale. Nisijaribu kuanza, ungepiga watoto, ungemkasirikia mtu, ungemwambia usikanyage tena nyumbani kwangu wewe mwizi, ungesemaje? Na tulipoziona tukawaambia karibu watu wote, jamani sasa tulizoona tunatafuta tumeziona. Kwa sababu hatukumtendea mtu vibaya. Na ndio maana unakuta hata vitu vikipotea ofisini, nalalamika, nasema, nashiaga hapa. Kwa sababu unakuja siku ukakutana nacho. Sasa lazima uwe makini. Umepoteza fedha, umepoteza mali, usimnyang'anie mtu mpaka unaenda kumfunga kwamba nilimwacha yeye, kachukua nani, na ushahidi wa kibinadamu akiwa Marekani amebaki yeye, basi atahukumiwa yeye na huenda hajachukua. Kwa hiyo usifanye hukumu kwa haraka. Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa 5. Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa 5. Biblia inasema, basi ninyi msihukumu neno kabla ya wakati wake, hata ajapo Bwana, ambaye atayamulikisha yaliyostirika ya giza na kuyadhihirisha mashauri ya mioyo, ndipo kila mtu atakapopata sifa yake kwa Mungu. Tulichoangalia hapa ni kutokuhukumu kabla ya wakati. Maana yake nini? Yaani usiharakishe. Hata kati wewe ukiambiwa, mchungaji, binti fulani hajaolewa, lakini tunaona kama mjamzito, usifanye haraka, wewe relax. Tumbo litakuja juu. Sema amina. Amen. Ingawa wengine wanazipiga, wanaua watoto wao, alafu wajui kwamba wanaua watoto ambao wangekuja kuwasaidia. Labda baadaye wanalia sana, mimi sina watoto, nimezaa mapoza. Uliwaua wale watoto ambao pia watakupeleka motoni. Kwa sababu mtoto yule ulimwona mdogo, ulimulia tumboni, lakini ilikuwa roho. Mungu aliweka roho pale ikati mwili. Kwa hiyo roho iko mbinguni ikasema, Mungu ulimwona yule mama, yule ndio alikuwa mamangu, yule ambaye aliniharakisha kuja hapa mbinguni. Mshughulikie. Unashughulikiwa kwa sababu kilichomfanya ashughulikiwe Kaini ni damu ya Abili iliyoendelea mbele za Mungu. Mshughulikie. Nakwambia mtu wa mimba unashughulikiwa. Wala usijione uko salama. Hata kama serikali yako unakoishi kwenye taifa lako inaruhusu, usidhani uko salama. Inalia. Na bahati mbaya hao watoto ambao mmewaua ndio walikuwa na vipawa, ambao unawaacha na zezeta. Hao unawaua hao. Hebu kwanza wataka kumuua Musa akiwa mtoto. Nani angewatoa Israeli katika Misri? Wataka kumuua Yesu akiwa mtoto. Nani angetukomboa? Ujue kwamba wale ambao mnawatoa wakiwa mimba, kwa sababu mnaogopa wanafunzi, si baba zenu wakali, si mama zenu wakali, ndio wakiwasaidia. Na kwa hakika wengine ndio mshamaliza. Jambo la 4. Epuka hukumu za kimwili.
hukumu za kimwili. Hii ina maana kama nilivyosema, zile hukumu za kumwona mtu, hukumu zako wewe unalinganisha. Kwa mfano unasema unajua sisi kwenye familia yetu, kwenye ukoo wetu, kwenye kabila letu hatufanyi hivyo. Hizo ni hukumu za kimwili. Sio kwenye ukoo wetu, sio kwenye kabila letu. Maandiko yanasemaje? Biblia inasemaje? Unakuta ati mtu yuko kanisani na ni mzee wa kanisa, lakini hukumu zake zote zinaegemea kabila lake. Wewe unajua kabila letu, kama mwanamke azai unaoa, unamuolea mwingine wa kumzalia. Wewe ni mtu wa Kristo, huwezi kufanya hivyo. Usihukumu kimwili. Usihukumu kwa misingi ya kabila lako, ukoo wako. Kama ni Mkristo, lazima maandiko ya kuongoza. Unajua mchungaji, sisi kwenye kabila letu mwanamke hana urithi. Unajua yani yeye ni mtu tu amekuja, kwa hiyo mimi nimeandika urithi kwa watoto wangu. Na wengi wako hivi. Mwanamke anatafuta naye, anaishi naye muda mrefu, wakifika huko juu wamegombana, anajifanya kukimbilia kuandika kwa watoto wake. Biblia inasemaje? Matokeo yake, kwa sababu ya kutokuzingatia Biblia, wanalazimika kupelekwa kwenye mahakama za kidunia. Na wakipelekwa kule wanahukumiwa sasa, kwa sababu alikuwa ni mkeo, amna cha watoto, ile nyumba inauzwa, mnagawana sawa sawa. Lakini kama yule mtu angekuwa na hekima ya kukaa tu na huyo mwenzi wake, hata kama wamegombana, wasingefika huko. Wangezungumza. Hukumu za kimwili lazima tuziepuke. Yohana sura ya 8 mstari wa 15. Yohana sura ya 8 mstari wa 15. Biblia inasema hivi. Yohana 8:15. Ninyi mwahukumu kwa kufuata mambo ya mwili. Umesikia hivyo? Mimi si hukumu mtu kwa namna hiyo. Anasema, unajua watu wengine ufahamu wao ndio huko hivyo. Unajua, hajui kitu chochote anachokijua, anajua tu kabila lake, jinsi wanavyohukumu wanawake, wanavyohukumu watoto, wanavyohukumu. Yaani anajua tu kuhusu kabila lake, anajua sisi kabila letu wanawake hivi, kabila letu wanaume hivi. Yaani hivyo tu. Biblia yeye haiweki kabisa. Na unakuta eti yeye ndio kiongozi wa ukoo, ndio mshikamila, anakwenda niliona siku moja kule kwenye nchi fulani, eti mtu fulani anahukumu watu wazima, eti anahukumu wapigwe viboko. Yuko pale. Juzi nikasikia tena mdada mmoja amenisikitisha. Eti mume wake akamwambia, "Kaete viboko nikuchape," naye akaenda kuvichukua. Kamletea. Kwa watoto ndio, watoto mseme watoto tunawatuma vyakula nyinyi wenyewe na tunawachapa. Kwa sababu tumeambiwa tusiwanyime viboko. Lakini wewe kumwambia mke wako kaete kiboko nikuchape. Alafu na wewe ni mke, kwa sababu unatokea kwenye mikoa ya watu wanaochapwa, unaenda kuleta mwenyewe bakora. Eti uti. Mkiwa mshirika kanisa hili na kufukuza. Na wewe mwanamume unamwambia mke wako kaete kiboko nikuchape, nisikujue. Tutaagiza Bwana akutumie kifimbo cheza. Utachapwa usiku mmoja usingizini, ukiamka umevimba mwili mzima. Na utatibiwa miezi 3, hela zako zote ziishe. Tutaitisha hukumu ya kifimbo cheza. Wajua kuna watu wanadhani tu sisi kazi yetu kutoa mapepo. Tuna uwezo pia kusema Bwana mpige huyu mtu. Mpige akiwa usingizini. Mpige. Yehova mpige kwa jina la Yesu. Mpige. Amen. Utakula we makonde usingizini, unashika adabu yako au nabisha. Sema nabisha. Tutume kifimbo cheza. Leo utatandika usingizini kama una mke, mpaka mke wako atakuhurumia. Utalia mpaka sauti inatoka. Yuko anapigwa bado. Bado. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie yake ndio kifimbo cheza. Anayekupiga umuoni. Lakini unakula. Unakula. Hata wachawi wanaweza, hiyo niwaambieni. Msidhani tu ni sisi watumisha Mungu. Hata wachawi wana ubavu huo kama hujaokoka vizuri. Wachawi wanachanja watu usingizini, unaamka machale matupu kwenye mwili. Haujasikia wewe? Wachawi wananyoa watu usiku. Nywele zinaondoka. Yaani anakunyoa kabisa na kuacha upande mmoja, ndio mjua amekuja wao.
Wanacheza na watu. Sasa kwa nini ishindikane? Paulo mtume alimpiga upofu yule mchawi kule. Usimfanyie mkeo hivyo. Mhurumie, huyo ni mkeo. Hata kama amekuudhi vipi astahili kupigwa. Na hata wanawake wanapiga waume zao, huyo ni mmeo. Usimchukulie tu zuzuzu tu mara makonde mara nini. Huyo ni mmeo. Na Mungu analipanga kisasi. Mnaachana na kuletea mtu atakuwa na kudunda mwanzo mwisho. Biblia inasema hukumu nyingi za Mungu zinaanzia hapa duniani. Sio kama mnaelewa? Anasema ikiwa Mungu atamlipa mwenye haki, mwenye dhambi itakuwaje? Fikiria kuhusu hilo. Sasa wakati mwingine mapigo unaweza kama unapigwa lakini hujui. Lakini unakula. Kwa hiyo lazima tuepuke hukumu za kimwili. 5 na mwisho, hukumu kali. Hukumu kali. Kuna watu wanatoa sana hukumu kali kwa watu wasiowapenda au kwa wengine, sio kwao. Yesu aliwaonya Mafarisayo juu ya kutoa hukumu kali kwa wengine au maamuzi makali kwa wengine, alafu kwao wanajipendelea. Katika Mathayo sura ile 23 mstari wa 2 hadi mstari wa 4. Mathayo 23:2 hadi 4. Waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Anaposema hivyo maana yake wameketi katika kiti cha hukumu. Umeelewa? Waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Basi yoyote watakayowaambia miyashike na kuyatenda. Lakini kwa mfano wa matendo yao msitende. Maana wao husema lakini hawatendi. Wao hufunga mizigo mizito na kuwatwika watu mabegani mwao. Wasitake wenyewe kugusa kwa vidole au kwa kidole chao. Ni watu ambao wanatoa maagizo mazito kwa watu. Mfungo wa siku 40. Wenyewe wanakula na wake zao nyumbani. Washirika wanakondeana, wanapanda vidole vya tumbo, wao wanajipigilia misosi. Wanabebesha, Biblia inasema wameketi katika kiti cha Musa. Kazi yao kuagiza. Fanya hivi. Lakini wao wenyewe hawafanyi. Biblia inasema ole wao. Ole wao. Ole wao. Tabia hizi zinaitwa tabia za kinafiki. Tabia hizi zinaitwa tabia za kifarisayo. Tabia hizi zinaitwa tabia za kisadukayo. Kupenda kubebesha watu mizigo ambayo mwenyewe ubebi. Unataka uheshimiwe lakini uheshimu watu. Unataka watu wakupokee, upokee watu. Hata wanakuzidi umri. Unashurutisha watoto wako nyumbani wakupokee. Lakini ukimwona mchungaji wako kashika hata Biblia, hata ile ya kinafiki hapa, mtumishi mmoja nikupokee, huna. Lakini mkeo asipokupokea kanyama kanusu kilo ulikokaleta. Mke gani una heshima? Kwetu sisi sio hivyo. Mbona ulikutana na mchungaji kumwambia hata umpokee chupa ya maji aliyobeba? Akatae mwenyewe. Yeye mwenyewe aseme bana asante sana. Mbona ulikutana na mzazi wako kwa sababu unamchukulia poa, kabeba kitu fulani, wala mwambie baba nikupokee, baba nikupokee. Sasa ndio unajua mzazi wako uko naye siku nyingi. Lakini wewe unashurutisha watoto, mke, ndugu wakufanyie kila kitu. Sio sawa kwa mujibu wa Biblia. Ndio anasema msihukumu, msije mkahukumiwa. Sasa kuna mengine mengi madogo madogo, lakini kwa sababu ya muda wewe niache. Katika haya 5 pia na madogo madogo ambayo katika kila eneo moja nimetoa mambo 3. Maana mambo 15. Kuanzia kwenye hukumu ya macho na mambo 3 ya kuongezea. Na kwa sababu tutaleta tena somo hili wakati mwingine liwe kama ujumbe wa kutosha ili tutumie muda wa kutosha. Lakini usihukumu kwa macho, usihukumu kwa upendeleo, usihukumu kwa haraka, usihukumu kimwili, usitoe hukumu kali ambazo hata mwenyewe huwezi kuzibeba. Jambo la pili na mwisho, ruhusa za hukumu katika Kristo. Ruhusa za hukumu katika Kristo. Kristo ameruhusu kanisa kupitia viongozi, yani mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu, wazee wa kanisa na mashemasi, kuwa na namna ya kuamua mambo yao kwa msaada wa neema ya Roho Mtakatifu na kwa maongozi ya Mungu. Lakini pia Kristo ameruhusu hukumu kwenye mataifa mbalimbali ziwe na mahakama zake.
za kuwashughulikia wahalifu, lakini yote haya yafanyike kwa haki pasipo upendeleo. Katika kitabu cha Korinto wa kwanza sura ile nzuri ya 6 anaonyesha kwamba tunaweza kutoa hukumu kama kanisa, kama jamii, zinazohusu washirika wetu, jamii yetu, kwa mujibu wa maandiko, kwa maongozi ya neema ya Mungu kupitia Roho Mtakatifu, sio kupitia kimwili. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari kuanzia wa kwanza hadi wa 5. Je, mtu wa kwenu akiwa na daawa, yani akiwa na shida, akiwa na deni juu ya mwenzake, atathubutu kumshtaki mbele ya wasio haki, yani anakwenda mahakama za kimwili, wala si mbele ya watakatifu? Kumbe anasema kama kuna matatizo ya ndoa, kama kuna matatizo ya kibiashara, atuwakimbizie watu polisi. Tunakaa kwanza kama kanisa. Hawa mjui ya kwamba watakatifu watahukumu ulimwengu, na ikiwa ulimwengu utahukumiwa na ninyi, je, hamstahili kukata hukumu zilizo ndogo? Anasema kanisa linashughulika na hukumu za kaida ndogo ndogo, kwa maana ya kwamba kuna wale watu walioasi wamefikia sehemu hata mchungaji aseme nini asikii. Au sasa tunauachia ulimwengu washughulikie. Lakini kwa wale ambao bado na utii kwa Mungu, kanisa lina nafasi ya kutoa hukumu zilizo ndogo, kutoa maonyo, kutoa na maelekezo. Hamjui mstari wa 3 ya kuwa tutawahukumu malaika? Basi si zaidi sana mambo ya maisha haya? Basi mkiwa na mahali panapohukumiwa mambo ya maisha haya, mwaweka kuwa waamuzi hao waliohesabiwa kuwa si kitu katika kanisa, ni si kitu mbele za Mungu. Mstari wa 5. Na nasema hayo nipate kuwatayarisha. Je, ndivyo kwamba kwenu hakuna hata mtu mmoja mwenye hekima awezaye kukata maneno ya ndugu zake? Msema kwenye familia hii ya kanisa, je, tunakosa wazee wenye hekima? Tukaeleza juu ya wale wakina dada wa ndani wanayesumbua, juu ya mke anayesumbua, juu ya mume anayesumbua, juu ya ndugu anayesumbua. Hakuna mtu kati yetu. Paulo mtume anashangaa, kwa sababu kumcha Bwana ndio chanzo cha hekima. Na kuna watu wabaya kati yetu, wakifanya makosa huko mitaani, anaanza kumwambia mkewe, nisikio umemwambia mchungaji. Sasa ngoja asiniambie mimi akupeleke polisi ndio utafurahi. Na wewe dada ukiambia umwambie nakushukuru umeniruhusu nisimwambie mchungaji na kwenda kuchukulia arabi. Kwa sababu huyo mtu mbaya anemtisha mtu na kumwambia nisikio umemwambia mchungaji. Na akikwambia hivyo, beba ujasiri kuja kuniambia. Na ukiona ukirudi atakuletea mashaka, ukisha kuja kuniambia uondoke hapa mpaka siku ya ibada ambayo tutaita kanisa zima limshughulikie. Labda asije. Maana sasa nafikiri ndio njia ya kufanya. Kwa sababu wewe umtishie mtu, umwambie nisikio umemwambia mchungaji. Kama ni jambo jema, mbona unapenda kusifiwa kwenye mambo mengine wewe? Nani asiyependa hapa kusifiwa akifanya mazuri? Asiyependa utaja jina lake akifanya mema? Iweje leo unamtisha mtu, unamtisha mkeo, unamtisha mmeo, unamtisha mdada? Hata akatumia ongea na kiburi anasema, "Nenda kamwambie mchungaji wangu atanifanya nini?" Kweli mimi sitakufanya kitu. Lakini naye mamlaka kumwambia Jehova akufanye kitu. Asiguse sehemu zote za mwili wako, aguse kitovu tu. Alafu usikie tu kitovu kinakuuma peke yake miaka 5, uone utakapotumia hela nyingi. Usizungumze kwa haraka. Kwa sababu una hasira ya mume wako, una hasira ya dada, una hasira ya kaka, una hasira ya ndugu. Na usema atanifanya nini? Paulo mtume akasema, ninamkabidhi Iskanda na Himenayo kwa shetani, miili iadhibiwe, roho iokolewe. Ni agano jipya. Mtume anawakabidhi watu kwa shetani, wapigwe miili yao, waugue kupita kawaida, roho ziokolewe. Sasa usio mwepesi kusema, jitulize, mwogope Mungu, mche mfalme. Kwa hiyo tunapokuwa na matatizo yetu kama kanisa,
lazima tujitahidi kuyashughulikia sisi wenyewe. Isipokuwa tu pale mtu anapokwenda kwenye kiwango cha kufikia kuwa muasi, ndio sasa tunairuhusu dunia imshughulikie. Katika Warumi sura ya 13, Warumi sura ya 13 mstari kuanzia wa 4 nasema, Warumi 13 mstari wa 4, kila mtu na aitii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka iliyotoka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamriwa na Mungu. Hivyo amwasie mwenye mamlaka ushindana na agizo la Mungu, nao washindanao watajipatia hukumu, kwa maana watawalao hawatishi watu kwa sababu ya matendo mema, bali kwa sababu ya matendo mabaya. Basi wataka usimwogope mwenye mamlaka, fanya mema, nawe utapata nini? Sifa kwake, kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu kwako kwa ajili ya mema. Lakini ufanyapo mabaya, ogopa, kwa maana hauchukui upanga bure, kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu, amlipizaye kisasi mtenda mabaya kwa ajili ya ghadhabu. Sema amina. Hii ndio kazi ya serikali. Biblia inasema serikali ni mtumishi wa Mungu duniani, ambaye Mungu ameipa nafasi serikali kulipa kisasi kwa watu wanatendea watu mabaya. Unafanya ujambazi, unafanya ubakaji kwa watu wanyonge wajiwezi, unadhulumu watu, unachukua rushwa zao, sasa unakamatwa, serikali inakutupa jela. Unafanya mambo yasiyofaa, serikali iko pale, Biblia inasema inamwakilisha Mungu. Hata kama unasema serikali haifai, ipo pale inamwakilisha Mungu. Baada ya Mungu afanye mwenyewe moja kwa moja, anakusubiri, anaambia serikali fanyeni kazi yenu. Ndio maana kwenye mataifa yote, hata unasikia kwenye mataifa yenye uhuru wa kisiasa kama Marekani, kuna wafungwa bwelele jela, kwa sababu wanafanya mambo ya kinyume. Serikali ipo pale kulipa kisasi kwa kutenda haki. Kama ulivyomtendea mtu ubaya, na sasa tunakushughulikia. Kwa hiyo kuna mamlaka za kisheria ambazo zipo kisheria kuhukumu. Katika nyakati za kibiblia, hata wafalme waliruhusiwa kutoa hukumu moja kwa moja mpaka za kifo. Lakini katika siku za leo tunazo mahakama. Lakini mahakama zinapotoa hukumu za kifo katika nchi kama yetu, rais pia anatakiwa kusaini ndio mtu auawe. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba hata rais wa nchi ni miongoni mwa wahukumu, miongoni mwa waamuzi katika taifa. Majaji, mahakimu, wanasheria, viongozi mbalimbali kuanzia kwenye serikali ya mitaa kuja mpaka kwenye uongozi wa juu, wapo na mwakilisha Mungu. Kwa hiyo ukileta fujo katika mtaa, wa kwanza kushughulikia ni mjumbe wako, anayefuata mwenyekiti wa serikali za mitaa, baadaye anakushushia polisi. Na katika taifa hili la Tanzania, mwenyekiti wa serikali za mitaa ndio mwenyekiti wa ulinzi na usalama kwa mtaa huo. Mkuu wa wilaya ni mwenyekiti wa ulinzi na usalama kwa wilaya. Mkuu wa mkoa ni mwenyekiti wa ulinzi na usalama kwa mkoa. Kwa hiyo hawapo pale bure. Ukifanya uhalifu, wataagiza ukamatwe na utaenda ndani. Kwa hiyo kwa mtoto wa Mungu ambaye anamtii Mungu, sitarajii kwamba atakutana na hizo adhabu, kwa sababu anaishi maisha yampendeza Mungu. Unless aonewe, ndio atajikuta pengine kwa mahakamani. Lakini kama anaishi maisha yampendeza Mungu, haibi cha mtu, hachukui cha mtu, anaishi maisha matakatifu, ni kusingiziwa watu ambao wanaweza kupeleka mahakamani. Lakini vinginevyo utabaki salama maisha yako yote. Bwana asifiwe. Amen. Kufikia hapo, acha tuishie hapo kwa leo. Nadhani umeelewa kile ambacho Roho analiambia kanisa.